Licha ya klabu ya Simba Sport kuwa tayari wapo na mastrika watano hadi kufikia sasa, hapa tunawazungumzia Jonathan Soa kutokea hapa Simba, lakini yupo Steve Mkwala, yupo Elia Mpanzu, Kibu Dennis Prosper na Selemani Mwalimu. Klabu ya Simba Sport wameona haitoshi, na hii inaendana na kile ambacho kinaonekana uwanjani. Kutengenezwa kwa nafasi na kutotumiwa nafasi kuna wafanya viongozi na kocha wa klabu ya Simba kusuggest usajili mpya, na hapa ndipo limekuja jina kali, jina ambalo limekamilisha usajili na klabu ya Simba Sport. Hapa namzungumzia kijana mwenye umri wa miaka 24 kwa mpira ni kama amekwisha kuwa matured, lakini ni top scorer kwenye ligi ya Betway Premiership ya pale nchini South Africa. Sasa twende kuchambua kwa nini Simba Sport wamemsajili bwana mkubwa huyu, lakini tutakwenda kujadili pia nani anaondoka kati ya hawa ambao nimekutajia hapa. Nani anaondoka? Ni Selemani Mwalimu, ni Kibu Dennis Prosper, Elia Mpanzu. Je, vipi kuhusu Steve Dese Mkwala au Jonathan Soa? Lakini pia kwenye listi ya nani anaondoka anaongezeka mchezaji ambaye anazungumzwa sana na watu wengi, ni mchezaji ambaye amejakuwa na consistency ya muda mrefu. Hapa namzungumzia Budo Mutale. Sasa shabiki wa Simba Sport, kwanza usahau kusubscribe na kuniambia kwenye comment shabiki wa Simba kutokea maeneo gani, na tutakwenda kujadili kile kinachofanywa na mchezaji huyu mpya wa klabu ya Simba Sport kule alikotoka na current form yake iko vipi. Lakini pia tutakwenda kuzungumzia ni kwa namna gani tunakwenda kutoka hapa, kwa sababu mashabiki wa Simba tunatamani angalau basi kupata relief, kupata kile ambacho tunakihitaji kukipata. Sasa tusipoteze muda, twende kuzungumzia moja kwa moja kwenye swala hili la usajili mpya wa klabu ya Simba Sport. Bwana mdogo hapa tunazungumzia ni nyota mwenye ranking ya kutosha pale nchini South Africa, ni Junior Dion kutoka katika klabu ya Golden Arrows, ambapo sasa hana goli 7 katika ligi ya Betway Premiership na ndo top scorer wa ligi, wakati timu yake ipo nafasi ya 7. Klabu ya Simba wamekubali na wameona ni vema kumsajili huyo na kuachana na usajili wa bwana mkubwa Alan Super Okello ambaye ametambulishwa sasa rasmi na klabu ya Dar es Salaam African. Licha Simba walijaribu sana, lakini wameona ni vema hizo pesa kuzitumia kwa mchezaji ambaye kwa sasa anatamba sana kwenye ligi ya South Africa, na kilichopelekea hilo ni kwa sababu hawa Golden Arrows waliweka vizuizi vya kumuuza mchezaji huyo ndani ya vilabu vya South Africa, na hii ni kupelekea ule mgogoro uliotokea mwanzo wa ligi kabisa kati ya wachezaji hawa. Usahau kusubscribe. Asante.